Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila aonya kuwa eneo la Kariakoo sio uwanja wa siasa bali wa biashara. Rais Samia Suluhu Hassan apongeza mwanariadha Alphonce Simbu baada ya kushika nafasi ya pili kwenye mbio za Boston Marathon nchini Marekani. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha asubuhi njema kinacholetwa kwako nami Kisa Mwipiana, ambapo nitakusomea taarifa ya habari, lakini baadaye tutapata muda na wakati wa kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia mezani kwetu asubuhi ya leo. Karibu sana. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema eneo la Kariakoo sio mahala pa kufanyia mikutano ya hadhara ya kisasa kutokana na eneo hilo kuwa la biashara, hivyo kuwa na misongamano ya wafanyabiashara kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Hii hapa ni taarifa zaidi. Chalamila ametoa kauli hiyo jijini Dodoma kufuatia kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche maeneo ya Kariakoo jijini Dar es Salaam, na kusema kuwa maeneo hayo yanalindwa ili yawe rafiki kwa raia na mali zao. Tumekusha zungumza mara kadhaa kwamba eneo la Kariakoo ni eneo ambalo ni la wafanyabiashara na ni eneo ambalo lina attract wafanyabiashara kutoka pande nyingi za Tanzania na hata nje ya Tanzania ili kuja kufanya biashara kwenye maeneo hayo. Muda mwingi maeneo hayo yanakuwa na misongamano na tunatumia nguvu kubwa sana pia kuweza kulinda raia na mali zao ili kuhakikisha wanafanya biashara katika mazingira rafiki na mazingira ambayo hayataharibiwa na jambo lolote. Tunapogeuza viunga vya Kariakoo kuwa ni maeneo ya mikutano ya kisiasa, inaweza ikapelekea kuleta vurugu, jambo ambalo tunaweza kusimamisha biashara na taifa likakosa kodi. Nitumie nafasi hii kusema na kuonya tena kwamba tukiruhusu tabia hizi ambazo si sawa, tunaweza siku moja tukajikuta mikutano ya hadhara inafanyikia makanisani, mikutano ya hadhara inafanyikia misikitini, mikutano ya hadhara inafanyikia kwenye mahospitali, na mikutano ya hadhara inafanyikia kwenye maeneo ambayo hayajakusudiwa. Katika hatua nyingine, mkuu huyo wa mkoa amewaonya wale wote watakaodhamiria kuvuruga amani ya mkoa huo, kwani sheria itachukua mkondo wake. Naomba niendelee kuonya baadhi ya Watanzania wachache ambao wamealikwa au kuja katika mkoa wa Dar es Salaam na ambao wachache wamekwisha anza kufika na kulala kwenye baadhi ya mahoteli. Moto wa kisheria utashuka kwa nguvu zote dhidi ya wale wengi au wachache watakaodhamiria kuharibu hata kwa namna ndogo sana amani ambayo imekwisha jengwa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa wa Dar es Salaam upo mbioni kuainisha maeneo ya msingi ambayo hayaruhusiwi kufanyika mikutano ya hadhara, ikiwemo eneo la Kariakoo. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo. Bunge limeishauri serikali kufanyia kazi changamoto ya tiketi katika usafiri wa treni ya kisasa ya SGR, kwani wananchi wamekuwa wakikumbana na adha ya kukata tiketi zaidi ya mara moja pindi wanapopata dharura. Hii hapa ni taarifa zaidi. Ni katika kipindi cha maswali na majibu bungeni jijini Dodoma, ambapo katika swali la mbunge wa viti maalum Anatropia Theonis anauliza haki za abiria kwenye vyombo vya usafiri ikiwemo SGR. Akijibu swali hilo, naibu waziri wa uchukuzi David Kihenzile ametoa maelekezo kwa shirika la Reli Tanzania TRC kuhakikisha wanatenda haki kwa mujibu wa sheria ili kuondoa adha kwa abiria. Abiria hawafahamu haki zao, na kwa sababu abiria wafahamu haki zao, wamekuwa wakiumizwa katika vyombo mbalimbali vya moto, ikiwa ni pamoja na kutofika kwa wakati, kutorudishiwa nauli zao pale ambapo vyombo vinapata ajali, lakini kunyanyaswa na wamiliki wa hivyo vifaa. Ukipanda treni ya SGR, moja kati ya kero ya watumiaji wakubwa imekuwa ni swala la wrapping. Nimhakikishie serikali itaendelea kutoa elimu hatua kwa hatua kwa watumiaji ili waendelee kufahamu haki zao pamoja na wajibu wao. Baada ya majibu hayo, mbunge wa viti maalum Esther Matiko ameomba mwongozo wa spika juu ya changamoto ya fedha za tiketi za SGR kutotumika tena pindi mtu anapopata dharura
na kulazimika kusafiri kwa wakati mwingine. Iwapo Mtanzania huyu aliyekata tiketi amepata dharura, basi waweze kumbadilisha tiketi yake kwenda kwenye muda mwingine ambao anataka kusafiri, au ikitokea amepata dharura conjunction, kwa mfano Dar es Salaam amefika amechelewa, apigwe penalty, abadilishwe apewe tarehe nyingine aweze kusafiri. Kwa kupoteza kabisa tiketi yako inapotea. Kwa nini mwongozo wako? Haki ya mtumiaji wa chombo cha moto kiwepo SGR ni ipi? Hasa anapokata tiketi, alafu ikitokea amepata dharura tiketi yake inakuwa imepotea. Mwenyekiti wa bunge Joseph Mhagama akatoa mwongozo wake kwa kuitaka serikali kuangalia jambo hilo, kwani limekuwa kero kwa wananchi. Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba mlifanyie kazi kwa sababu kimsingi linawaumiza wasafiri wengi sana. Wanalazimika kukata tiketi mara 2 au mara 3 kwa safari moja, na hii inawatia sana umaskini. Kutoka jijini Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Asante Roda Simba kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ameiagiza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuhakikisha Kiswahili kinaendelea kuwa ajenda ya kimataifa ili kizidi kuzungumzwa na mataifa mbalimbali duniani. Taarifa zaidi na Juma Abdurrahman. Akizungumza kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa ufunguzi wa kikao kazi cha 15 cha maafisa utamaduni na maafisa maendeleo wa michezo Tanzania Bara, Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema Kiswahili hakijafa kama baadhi ya watu wanavyodhani kwa madai kuwa lugha hiyo haitumiki kimataifa. Ni viongozi wa sekta ya michezo na maendeleo ya utamaduni mkiwa hapa, tunao wajibu wa pamoja wa kuhakikisha kwamba urithi wa utamaduni wa taifa hili kwanza unalindwa, 2 unaenziwa, na lazima kuhakikisha kwamba tunauendeleza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu amewaasa washiriki wa kikao hicho kutumika kama chombo cha kutoa elimu ya utamaduni wa Kitanzania kwa kufuata maadili ya Kitanzania, kwani uwepo wa ukuaji wa teknolojia umeendelea kuleta tishio kwa kukandamiza utamaduni wa Kitanzania. Hatari kubwa zaidi hapa ni kuwepo kwa mashinikizo ya tamaduni za kigeni kutaka kumeza utamaduni wetu kwa kulazimisha baadhi ya mambo kwa kutumia jina la haki za binadamu na kusababisha mmomonyoko wa maadili tulionayo ndani ya nchi. Nao wajibu wa kuhakikisha kwamba utoaji elimu juu ya mwenendo wa maadili, tamaduni na mila za nchi yetu kwa zinaendelezwa. Awali akizungumza katika kikao kazi hicho, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi amesema serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwekeza katika sekta ya michezo inayoambatana na kusimamia maadili kwa jamii kupitia michezo, tamaduni na sanaa. Na ukweli usiopingika kwa namna yoyote ile kwa sekta za utamaduni, sanaa na michezo ni mtima wa taifa. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante Juma kwa taarifa hiyo. Waziri wa Viwanda na Biashara Daktari Selemani Jafo ameonyesha kuridhishwa na uzalishaji wa mabati katika kiwanda cha Alaf, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuvilinda viwanda na kuvijengea mazingira ya kuongeza uwezo wa kuzalisha zaidi. Waziri Jafo amesema hayo wakati alipotembelea kiwanda cha Alaf tawi la Dodoma kwa lengo la kujionea mwenendo wa uzalishaji wa mabati katika kiwanda hicho na kusema ameridhishwa na kazi kubwa inayofanyika. Aidha, amepongeza kiwanda hicho kwa kuwekeza katika uzalishaji wa mabati ya rangi, hatua ambayo imeongeza bidhaa mpya sokoni na fursa za ajira kwa Tanzania. Hakika nimefarijika sana na nimeridhishwa sana na kazi kubwa inaendelea kufanywa na kiwanda hichi cha Alaf, kwa sababu nafahamu sasa hivi unaona kwamba uzalishaji wao unazidi kuongezeka. Bati hizi za kawaida zenye upe zaidi ya tani 100,000. Lakini bati za rangi kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa katika laini mpya ya uzalishaji sasa wanazalisha karibu tani 75,000. Maana yake ni nini? Kama nchi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tunasema kwamba sasa nchi inaenda kujitosheleza. Mahitaji ya bati nchini mwetu ya bati za rangi ni takriban tani 130,000. Lakini kiwanda hichi kinazalisha tani 75,000. Hali kadhalika kuna kiwanda kipya cha Lodhia kinazalisha karibu tani 75,000.
lakini kiwanda cha Steel kinazalisha karibu tani 50,000 na kiwanda cha King Lion karibu tani 60,000. Kwa hiyo kujumlisha kwa pamoja zaidi ya tani 260,000, ambao mahitaji yetu ni tani 130,000 kwa bati za rangi. Awali meneja mawasiliano na uhusiano wa Alaf Bi Hawa Bayumi alisema kampuni hiyo inaipongeza serikali kwa kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji ambayo yamekiwezesha kiwanda hicho kupiga hatua kubwa, huku katibu tawala msaidizi kitengo cha uwekezaji wa viwanda na biashara mkoani Dodoma Mwajabu Nyamkomora akisifu ubora wa bidhaa zinazozalishwa. Tunafurahi sisi kama Alaf serikali inapoangalia wadau na wazalishaji wa ndani na kututembelea mara kwa mara na kushirikiana na sisi. Sisi kama Alaf tumeweza kuwekeza ndani ya mwaka mmoja tu, na sasa tunazalisha bati za rangi hapa nchini na tunaweza kuwahudumia wateja wetu kwa haraka zaidi kwa bidhaa za hali ya juu zaidi. Endelee kuwa support ndugu zetu, kuwapa ushirikiano wa kutosha viwanda vyetu vya Alaf vya mabati ili kuhakikisha kwamba wanatoa ajira kwa Tanzania walio wengi. Uchumi wa nchi yote yule unakuwa kutokana na viwanda. Esther Mtebe, Channel 10. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Yusuf Masauni amesema kuanzia sasa swala la elimu ya muungano litakuwa endelevu, kwani tafiti zinaonyesha ufahamu wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni mdogo hata kwa baadhi ya viongozi wa serikali. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kongamano lililolenga kutoa elimu juu ya muungano lililofanyika jijini Dar es Salaam, Waziri Masauni amewataka vijana ambao ndio taifa la leo na kesho kuwa makini na upotoshwaji unaofanywa mitandaoni kuhusu muungano. Kwa hiyo, ndugu washiriki, kama mnafahamu, sehemu kubwa ya Watanzania ambao ni vijana kwa mujibu wa sensa ya taifa ya watu na makazi hawana uelewa wa kutosha kuhusu muungano, wakiwemo viongozi. Hata viongozi wapo. Utashangaa utakuta mtu kiongozi lakini hana uelewa wa kutosha kuhusu muungano. Wapo. Baadhi ya watoa mada katika kongamano hilo akiwemo mwanasiasa mkongwe nchini Hamad Rashid Mohamed na Dr. Halson Mwakembe walisifu ujio wa kongamano hilo lililoandaliwa kwa pamoja kati ya Shirika la Utangazaji Tanzania TBC na Shirika la Utangazaji Zanzibar ZBC. Hii ni sifa ambayo wenyewe hatujui kama ni umuhimu wake. Wenzetu wanaingia kwenye mapambano hapo nchi jirani tu yake. Kwa kabila tu. Hakuna kitu tu kabila tu. Ni wajibu wetu sisi sasa kipindi hiki ofisi ya Makamu wa Rais imedhamiria pia ujinga mwingi uliochomekwa kutuvuruga. Hiki ndio kipindi cha kuondoa. Wasiwasi wangu mkubwa ni generation hii tulionayo sasa. Nao washiriki wa kongamano hilo wameuelezea muungano kama jambo muhimu kwa Tanzania na kuwataka Watanzania kulinda na kuenzi ili kudumisha umoja na mshikamano na amani ulioletwa na muungano huo. Kwa hivyo mimi ushauri wangu ni kwamba muungano huu kama ambavyo tumezungumza ni muungano ambao faida zake ni kubwa sana. Sikusikia hapa kwamba kuna pepa iliyotolewa hasara za muungano. Na haikutolewa maksudi kwa sababu mimi naweza kusema kwamba hasara hazipo. Kuna changamoto. Lakini katika upande wa vyuo vikuu Kiswahili kumekuwa na mwitikio mdogo sana wa watu. Na ukilinganisha sisi sote ni Watanzania. Kuwa na vyuo, yani za campus, ziwe kule mfano chuo kikuu cha Dar es Salaam, kiwepo Zanzibar, lakini hata chuo kikuu kiwepo Zanzibar na cha Zanzibar kiwepo Kagera, Bukoba, wapi. Kauli mbiu ya kongamano hilo inasema muungano wetu ni dhana, heshima na tunu ya taifa. Shiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegele, Channel 10. Wakazi wa kijiji cha Mgao katika halmashauri ya wilaya Mtwara mkoani Mtwara wameiomba serikali kuwalipa fidia badala ya kifuta jasho katika eneo ambalo linataka kutwaliwa kwa ajili ya ujenzi wa bandari ya mizigo michafu. Mwanahabari wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara anautaka. Katika eneo la kisiwa Mgao wilaya Mtwara mkoani Mtwara, serikali inajenga bandari kwa ajili ya kusafirisha mizigo yenye vumbi kama makaa ya mawe, saruji na madini mengine. Ujenzi wa bandari hiyo unagusa baadhi ya wananchi ambao wanapaswa kuachia maeneo wanayofanyia shughuli za kiuchumi. Ili kuachia maeneo hayo, wananchi wanaiomba serikali kuwapa fidia badala ya kifuta jasho walichoahidiwa kupewa.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunamuomba awe mwepesi kutusimamia hili zoezi ili na sisi tujikute kama ni raia wema na wenye haki katika nchi yetu ya Tanzania. Tunaomba tulipwe fidia. Rais wetu tunamuomba. Kwanza tuna watoto tunawasomesha. Nafikiri mnawaona vijana wetu. Ni mgao na kisiwa. Tunategemea eneo ile lilosema la serikali. Leo tumeshaasilika. Tukitolewa pate ndio fikia wapi? Si bado hata watu majumbani kwenda kuiba, kurudi mashambani kwenda kuiba mashamba ya watu, tutakuwa tunarudi nyuma. Kwa tunaishauri serikali walipwe fidia watu. Swala la kifuta jasho wanaloliongelea halmashauri, kwanza wakulima wajui ni shilingi ngapi. Pengine wangejitokeza wakaja kuwaeleza kwamba kifuta jasho ni kiasi gani, pengine wangekubaliana nacho. Kwa hiyo katika hilo labda waje waseme kifuta jasho ili wakulima wanaweza kukielewa. Serikali imepanga kuwapa kifuta jasho wananchi kwa kuwa eneo walilopo ni la serikali. Wananchi walipewa kufanya shughuli za muda. Eneo lile lina hati ya serikali, na kwa mujibu wa taarifa za wataalamu ambazo nililetewa hapa ofisini na ile ripoti ilivyokuja wataalamu pamoja na timu ya wananchi, ni kwamba serikali haiwezi kulipa fidia kwenye shamba ambalo linamilikiwa na serikali, bali itawalipa na iko tayari kuwalipa wananchi wale kifuta jasho, ikiwa ni pamoja na maendelezo ya ardhi, maendelezo ya kile kilichopo juu ya ardhi, kama wamejenga nyumba au kama kuna mazao ya kudumu na hata mazao ya muda mfupi, serikali iko tayari kuweza kuwalipa. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Lindi Victoria Mwanziva amekemea tabia ya baadhi ya wakuu wa idara kutohudhuria vikao vya baraza la madiwani na kutaka taasisi zote za serikali kuhakikisha zinahudhuria vikao hivyo vya kikanuni ili kusikiliza na kisha kutoa majibu juu ya kero zinazowakabili wananchi. Mheshimiwa Mwanziva amesema hayo katika kikao cha baraza la madiwani la halmashauri ya Mtama wilayani Lindi baada ya hoja mbalimbali zilizotolewa na madiwani zikiwemo migogoro ya mipaka, kukosa majibu kufuatia wataalamu waliopaswa kujibia kutokuwepo katika kikao hicho, hatua ambayo iliibua malalamiko. Kutokuwepo na kutokuwasikiliza, kutokuwapa majibu, tunawakosea wananchi wetu. Awali ndani ya baraza hilo tulishuhudia baadhi ya madiwani wakitoa kero mbalimbali zinazowakabili wananchi wao, ingawa kero hizo zilikosa majibu. Zinazotolewa hapa zinazohusu maisha ya watu, lakini wale ambao wanatakiwa kujibu na shangaa kwenye baraza wanakuwa hawapo. Maana ya mambo ya kusema tumepokea tunakwenda, tunatoka hapa waheshimiwa madiwani hatuna majibu ya moja kwa moja kuhusu miradi hii. Basi tupewe kauli kwamba watu hao wanastahili sisi kutujibia majibu yetu kwa maslahi ya wananchi wetu au la sivyo. Na kutokuwepo na sababu gani ya msingi kama mkuu wa wilaya upo. Hata hivyo, baada ya kukosekana kwa majibu ya maswali juu ya changamoto za migogoro ya ardhi, mkuu wa wilaya ya Lindi Mheshimiwa Victoria Mwanziva anatoa kauli ya serikali. Kwa ushirikiano wa ofisi ya kamishna wetu wa ardhi mkoa wa Lindi, wataalamu wetu wa ardhi wa halmashauri yetu ya Mtama, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkurugenzi kwa ujumla, ili tuweze kufanya utatuzi wa migogoro kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi. Niwahakikishieni mwezi wa 5, Mwenyezi Mungu akitujalia, tutafanya kitu kama hicho. Tutaandika barua rasmi kwa kamishna wa ardhi, tutaratibu kwa pamoja. Wataalamu bado hawajaja na manga. Sasa ndio atuambie leo ni lini sasa wataalamu wa ardhi watakuja kutuweka sawa. Watu hawa Chwelele wameingia na eneo la kata Namupa kijiji cha Miima, wameingia na wameweka beacon. Sasa na watu wa Miima wanasema na wenyewe wanaenda kuweka beacon kwenye eneo hilo. Ule mgogoro unaama sasa. Nikiripoti kutoka halmashauri ya Mtama wilayani Lindi, mimi ni Ahmad Nandonde, Channel 10. Mtazamaji, na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amempongeza mwanariadha mashuhuri wa Tanzania Alphonce Simbu baada ya kufanikiwa kushika nafasi ya pili katika mbio za marathon za Boston zilizofanyika jijini Boston nchini Marekani. Hii hapa ni taarifa zaidi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia ametoa pongezi hizo kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii kwa chapisho ambalo limeonyesha kufurahishwa na kile kilichofanywa na mwanariadha huyo. Katika mbio hizo, Simbu amemaliza kwa kushika nafasi ya pili nyuma ya Mkenya John Koriri, huku nafasi ya 3 na 10 zikishikwa na nyota Cyprian Kotut raia wa Kenya,
Kona Mansi raia wa Marekani, Mukhtar Idris raia wa Ethiopia, Rolly Linklater raia wa Canada, Clayton Young raia wa Marekani, Tebelo Ramakongwana raia wa Lesotho, Daniel Mateko raia wa Kenya na Ryan Ford raia wa Marekani. Katika mbio hizo Wakenya walionyesha kuzitawala, lakini Simbu alionyesha kiwango bora. Baada ya mbio hizo, Simbu alieleza furaha yake na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kusema kuwa ushindi huo ni zawadi kwa Watanzania wote, na ameeleza kuwa ushindani ulikuwa mkali lakini alijitahidi hadi mwisho. Simbu ameendelea kuonyesha ubora wake kimataifa baada ya kuweka rekodi yake binafsi katika mbio za Valencia Marathon mwaka jana, na sasa anatarajiwa kuwa miongoni mwa wanariadha wanaotazamwa zaidi duniani. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10 Michezo. Wakati maandalizi ya mashindano ya Masoko Cup 2025 yakiendelea kupamba moto, masoko mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam yameendelea kujitokeza kuchukua fomu za ushiriki wa mashindano hayo, ambapo soko la Temeke Market wamejitokeza kuchukua fomu tayari kwa ajili ya kuthibitisha ushiriki wao. Wakizungumza mara baada ya kukabidhiwa rasmi fomu ya mashindano ya Masoko Cup, wawakilishi wa soko hilo wameeleza matarajio yao ya kwenda kufanya vizuri katika mashindano hayo, ambapo wamejinasibu kwenda kufanya vizuri na kubeba ubingwa msimu huu. Tunahakikishia yeyote ambaye atakuwa mbele yetu, sisi tunaye. Ya lazima ubingwa ni wetu. Hakuna ambacho kitakacho kutuzuia kwa kipindi hichi, kwa sababu ni kuhakikishia tu kwamba tumejipanga kwa 100% kuchukua ubingwa. Aje nani sisi tunatandika. Na huyo nani ni nani? Nani mnamtaka? Wapo Mbagala, ikiwa ni Mabibo, soko lolote litakao kuja mbele yetu sisi tunakalisha. Sisi tunatandika, tunaweka chini. Stupi maneno tu na vitendo utaviona. Yani vitendo utaviona. Sio maneno tu hapa naongea. Sio na fomu hii. Hii fomu tushachukua. Sio yani sababu usiku kuchukua jioni, sio kwa sababu ya kuogopa. Tumezamilia mwaka huu kuchukua ubingwa kwa sababu tulisha kushiriki awamu ya kwanza, tukaishia hatua za awali, hatukujipanga. Kwa hiyo sasa hivi tumejipanga na tumezamilia. Kuna maana tumekuja kuchukua fomu kwa sababu timu tunayo na uongozi pia tunao. Kwa hiyo tuko vizuri. Kwa upande wa kamati ya maandalizi, kupitia mjumbe wa kamati hiyo Saidi Mashaka, ameeleza namna maandalizi yanavyokwenda, huku akitoa wito kwa wafanyabiashara wakubwa, wakati na wadogo, sambamba na wajasiriamali kujitokeza kuchangamkia fursa ya kutangaza bidhaa zao na huduma zao kupitia mashindano hayo. Maandalizi yanaenda vizuri kama kawaida yetu. Unajua nahisi au mipango inavyokwenda, mwanzoni mwa mwezi wa 5 kutakuwa kuna draw ya makundi na timu shiriki zote zitahusishwa kwenye hiyo draw. Kwa hiyo maandalizi kijumla ya kiufundi yanaenda vizuri. Unavyojua Masoko Cup ni inaenda kutangazwa kwenye TV ya Channel 10 na Channel 10 Plus, na vivyo kutangazwa kwenye redio yetu ya Magic FM. Hivyo basi wafanyabiashara ndogo, wafanyabiashara wajasiriamali wakati, wajasiriamali wakubwa, ni fursa yenu sasa. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante Juma Abdurrahmani kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia taarifa yetu ya habari, na hivi punde tutarudi tena mtazamaji kwa ajili ya kuangalia vichwa vya habari kwa magazeti nilionayo hapa.